Logwa wala hauna nuksi, hauna mikosi kwenye maisha yako. Punguza watu. Kuna watu ambao inatakiwa uwapunguze kwenye maisha yako ili ufanikiwe. Ukiendelea kuwaendekeza, wataendelea kukuumiza, kukutesa na kukuona hauna maana. Watu wa kwanza ambao unatakiwa uwakatae na kuwapunguza kwenye maisha yako, watu ambao ukiwa una shida hawakusaidii, lakini wakiwa wana shida wao ndio wanakutafuta. Kuna watu ambao hawakutafuti mpaka wao wana tatizo ambalo wewe ndiye unayeweza kuwasaidia. Wakiwa kwenye furaha hawakutafuti, na wewe ukiwa una shida nao ndio wanakutafuta. Wapunguze, kwa sababu hao watu wataendelea kukutumia kwenye maisha yako. Watu wengine ambao unatakiwa uwakatae kwenye maisha yako ni wale ambao wanakutumia, ambao ni user. Naweza nikasema ni watu ambao wamekuwa wako na wewe lakini kwa matumizi yao binafsi. Watu watatu ambao unatakiwa wapunguze ni wale watu ambao wanaamini ya kwamba wewe huwezi kutoboa bila wao. Watoe hawa mbwa, hawana maana, wataendelea kukukwamisha kwenye maisha yako kama hutawapunguza. Watu wengine ambao unatakiwa uwapunguze ni ndugu, jamaa na marafiki ambao wanaamini kwamba wewe bila wao wewe sio lolote, sio chochote. Hakikisha unawapunguza na unawaonyesha show. Namba 5, hakikisha unapunguza marafiki ambao hawana msaada wowote kwenye maisha yako. Yaani wao wapo tu, kazi yao ni kukuletea umbea, kukuletea mambo ambayo hayafai. Yaani wao wapo tu kwenye maisha yako, wapo tu, hawana msaada wala hawana lolote. Zaidi wanakuletea nuksi, mikosi na mabalaa. Haujalogwa, bali una watu ambao wako kwenye maisha yako ambao wakiondoka ndio utafanikiwa. Kwa hiyo punguza watu. Mimi nilifanikiwa na kuwa kijana namba 1 mwenye pesa East Africa. Kuwa kijana namba 1 mwenye ushawishi Afrika, East Africa hii. Kwa sababu kuna watu nilikubali kuwapunguza. Kuna watu niliwekea mipaka kwamba wewe sikia, luka lakini usifike hapa, baki kule. Niko Kenya sasa hivi, naishi hapa Kenya, na enjoy, na watesa watoto wa Kenya hawaniambii chochote. Na nina move tu. Leo unaweza kukuta niko Tanzania, kesho niko Kenya, kesho niko Uganda, kwa sababu kuna watu niliwapunguza. Na kama kuna vitu mnahisi Tanzania haviko sawa, mnaona kuna vitu mnaelemewa, mnanihitaji, nipigieni simu dakika moja. Asitokee fala au kenge yoyote akaja Tanzania akawaletea kibezi, wakati mimi ndio kijana namba 1 mwenye ushawishi na mwenye pesa kuliko kijana yoyote East Africa. Wanaweza wakaungana vijana wote unaowajua wewe wana pesa, wao wa Kenya, sijui nani hao, sijui wote wakiungana ndio mimi mmoja. Na bado hawanifikii. Yaani wanakuwa namba 2, namba 1 bado mimi. Yaani mimi namba 1, namba 2 mpaka namba 3, 4 mpaka 10 nawaachia vijana wengine huko. Na kila kitu vijana wanakopi kutoka kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu nilikubali kuwapunguza. Kuna vitu mimi nafanya afu vijana ndo wanakuja kufanya. Alafu hawafanyi kwa ukubwa kama niliofanya mimi. Kwa hiyo nilikuwa kijana mwenye ushawishi kwa sababu kuna watu niliwakataa. Mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi, jua umeona hela. Wakatae hao watu. Futa hao watu kwenye maisha yako. Ukiendelea kuwashikilia hao watu utaendelea kuwa maskini mbwa takataka. Shauri zako.